Tukisalia katika taarifa ya kuhusu bei na gharama ya mafuta nchini ni kwamba kwa sasa hivi tunaarifiwa kwamba mkutano unaendelea katika huko Mombasa, ambapo Rais William Ruto anaongoza mkutano huu kuhusiana na kupanda kwa bei za mafuta. Kumbuka mkutano huu unajiri baada ya vikao vya Jumatatu na Jumanne ambao viliafikiana kusitishwa kwa muda kwa mgomo huo. Kabla ya kutoa mwelekeo zaidi ni kwamba mkutano kwa sasa hivi unaendelea huko Mombasa, ambapo Rais William Ruto anaongoza mkutano huo kujadili tu kuhusiana na gharama ya bei za mafuta ambazo zilisababisha mgomo wa sekta ya uchukuzi wa umma Jumatatu, lakini pia Jumanne, kabla ya wahudumu wao kusitisha kwa muda wa siku 7 tu ili kutoa nafasi kwa mazungumzo hayo kufanyika. Kumbuka makataa hayo kwa jinsi ambao waliyatoa na kupaswa kukamilika Jumamosi wiki hii. Ni baadhi tu ya ile taarifa ambayo tumeifuatilia papa hapa KTN kuhusiana na mgomo huo ambao ulisitishwa kwa muda Jumanne wa wahudumu wa uchukuzi wa umma, ambapo Rais William Ruto anaongoza kikao hicho kule Mombasa. Tusonge mbele mtazamaji. Licha ya mamilioni ya Wakenya kuendelea kuathirika na gharama ya juu ya maisha kutokana na kupandishwa kwa bei za mafuta nchini, Rais William Ruto alirejea nchini kimya kimya na kufuliza hadi pwani. Rais Ruto, ambaye alikosolewa vikali kwa kuelekea ughaibuni kwa ndege ya kibinafsi na ya kifahari, ameonekana kujitia hamnazo. Kama anavyoarifu Ian Keitani, Rais Ruto, ambaye anatarajiwa kukita kambi katika eneo la pwani wiki hii, aliamua kushambulia upinzani licha ya mahangaiko wa Kenya kwa lazimu kutembea kwa siku 2 kutokana na bei za juu za mafuta nchini. Wakenya wengi walikuwa na matumaini kwamba kurejea kwa Rais William Ruto kungeleta afueni kupitia kwa hatua za haraka za kushughulikia bei ya juu ya mafuta. Hii ni baada ya baadhi ya mawaziri kudai wiki jana kuwa baraza la mawaziri lingekutana kujadili suluhu ya mgogoro huo mara tu rais atakaporejea nchini. Hata hivyo, rais alirejea kutoka Kazakhstan kimya kimya kabla ya kuelekea kaunti ya Mombasa kuanza ziara yake ya pwani. Katika siku ya kwanza ya ziara hiyo, Rais Ruto alijikita katika kukosoa vikali siasa za upinzani, huku akiepuka kabisa kuzungumzia kupanda kwa bei ya mafuta na athari zake kwa wananchi wa kawaida. For those of you who are visionless, the people who are agendaless, the people who have no vision for our nation, the people who have no plan for our nation, the people who have no agenda for our nation, you will not divide our nation using ethnicity. Hatua yake ya kutolizungumzia swala hilo imeendelea kuzua maswali kuhusu nafasi ya mwananchi wa kawaida katika ajenda ya serikali, wakati ambapo mamilioni ya Wakenya wanaendelea kulemewa na gharama ya juu ya maisha. Haya yanajiri licha ya ahadi zilizotolewa na serikali ya Kenya Kwanza wakati wa kampeni kwamba maslahi ya wananchi wa kipato cha chini yangekuwa kipaumbele chake kikuu. Hii mafuta inaongezwa usiku na mchana. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba these people don't understand the damage they are doing to the people and the economy of Kenya. Kimya cha Rais William Ruto kuhusu sakata la mafuta pia kinaonekana kufanana na kile cha naibu rais Kithure Kindiki, ambaye naye hajatoa msimamo wazi kuhusu mgogoro huo tangu rais alipoondoka nchini. Wakati huo huo, hali hiyo inaendelea kuzua wasiwasi, huku zikiwa zimesalia siku 4 pekee kabla ya muda wa siku 7 wa mazungumzo kati ya serikali na wadau wa sekta ya uchukuzi kukamilika. Swali kuu sasa likiwa ni iwapo Wakenya wataendelea kutembea kwa miguu kuelekea kazini wiki ijayo, au kama suluhu ya kudumu itapatikana kuzuia mkwamo zaidi katika sekta ya usafiri. Ian Keitani, runinga ya KTN, Nairobi. Tusonge mbele mtazamaji. Ukatili wa polisi